Tayari. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu mlioko kwenye marango na madhabahu hii, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi nzuri ambayo ametupa kwenye kipindi chetu hiki cha lunch hour. Leo ikiwa ni siku ya 4 kuanzia saa 6 mpaka saa 7 mchana. Nikukaribishe sana wewe ambaye umekuja leo ikiwa ni siku yako ya kwanza au kukaa kwenye mfuatilio huu na mfululizo huu wa masomo yetu haya. Mungu akubariki sana. Nikukumbushe kusubscribe, kushare pia kwenye magrupu tofauti kwa ajili ya kuendelea kufuatilia kwenye channel yetu ya KKT Arusha Road TV. Lakini kumbushe tena kwenye screen yetu hapo inapita namba ya sadaka. Iambatanishe kwa sadaka. Ni jambo la kiimani ambalo lina utukufu mbele za Mungu, na Mungu akubariki sana. Wacha niombe kwa ajili ya wakati huu. Bwana Yesu, ninakushukuru, asante. Wema wako na fadhili zako ni nyingi kwetu. Umekuwa ukitutunza kwa kila hatua. Umetusaidia leo ikiwa ni siku ya 4 na mchana huu ukiwa umefunikwa na utukufu wako mkubwa. Asante kwa ajili ya watakatifu hao ambao wanaendelea kufuatilia na kuomba. Asante kwa ajili ya wale wote wanaofuatilia kwenye TV yetu. Mungu, asante kwa ajili ya utukufu wako ambao haujanyamaza kwetu. Unaendelea kutupa neema ya kusogea tena. Lihimidiwe jina lako na litukuzwe milele. Hakika yako Bwana unatenda. Roho Mtakatifu atamia juu ya watakatifu hawa. Iwe ni siku nyingine tena ya kusogea kwa utukufu mwingine. Saa hii ambapo nazungumza nao, Baba, nijalie nami mtumishi wako kunena habari hii ya ufunuo ambavyo Bwana umekusudia wewe. Roho Mtakatifu, asante kwa kuwa unaendelea kuwasikilizisha watu wako, wafunulie akili zao wapate kuelewa na maandiko katika jina la Yesu Kristo. Na ufalme wako Bwana uje mahali hapa, tufunike kwa utukufu wako katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu ambalo Mungu ametupa tunaendelea nalo kwenye mfululizo wa wiki hii ni linasema tabiri juu ya mambo yako yaliyo kufa yapate kuishi tena. Tabiri juu ya mambo yako yaliyo kufa au kuharibika yapate kuishi tena. Neno ambalo tumepewa ambao ni msingi wa somo letu ni kitabu kile cha Ezekiel 37 ule mstari wa 4 na wa 5. Ndilo neno ambalo tunaendelea kutembea nalo, ndio msingi wetu. Neno la Mungu linasema, akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie hivi mifupa mikavu, lisikie neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi. Tazama nitatia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi. Bwana Yesu asifiwe. Nimshukuru Mungu sana kwa namna ambavyo tumeendelea kutafakalishwa
kwenye maisha yetu. Na nikasema picha hii wakati Mungu anazungumza na nabii Ezekiel, alimletea picha ya maisha yake kwenye uwanda ambao alikuwa akitembea nao kwenye maisha yake ya kila siku. Na mimi nikazungumza kwenye eneo hilo tulikotokea, nikasema picha hii iwe ni sehemu ya maisha yako pia, na uwe peleka kwenye maisha yako, ya kwamba inawezekana ukawa ni uwanda wa familia ambao Mungu amekupa, amekujalia baba na mama na watoto. Lakini inawezekana ukawa uwanda wa biashara yako, sehemu ambako unapatia kipato chako cha kila siku. Lakini pia inawezekana ukawa uwanda wa afya yako, mwili wako kuna namna ambavyo haukupi kukaa kama ambavyo inahitajika. Ila inawezekana pia sehemu ya umiliki wako ni mashambani, ni sehemu nyingine kadha wa kadha, sehemu zako za kazi. Nami Mungu kama ambavyo anakutafakarisha, na hema hiyo iwe juu yako, uendelee kutafakari kwamba mifupa mikavu kwenye maisha yetu imejaa. Mifupa mikavu kwenye maisha yetu imejaa. Wakati nabii huyu anasikia maelekezo haya kutoka kwa Mungu, ninaona kitu cha ajabu ambacho kipo hapa, ambacho nimekuwa nikisisitiza na kukipenda. Mungu akapewa nafasi na nabii Ezekiel. Ezekiel alipomwambia wajua wewe, tafsiri yake ya kwamba alipewa nguvu ya kufuatilia kwenye maisha ya Ezekiel. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anampa mamlaka ya kutabiri. Manake kinywa anataka mkumbushe kwamba kinaweza kunena na vitu vikatokea. Hili ndilo jambo ambalo nasisitiza kwako, kwamba unaweza ukanena na vitu vikatokea kwa uweza mkubwa kabisa. Na ndo naona inakuwa ni nafasi ya kuruhusu Mungu aweze kuintervene vile alivyotaka vitokee. Unaona anasema nitatia pumzi ndani yangu, ndani ya hiyo mifupa nayo itapata kuishi tena. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo nataka tusogee tena, tuguse kitu kingine ambacho kitatupeleka kwenye kuomba kwa mzigo. Kwa hiyo leo naanza kuandika namna hii. Andika ya kwamba mtake Bwana awe pamoja na wewe katika kuimarisha mambo yako yaliyokufa yakaishi tena. Mtake Bwana awe pamoja na wewe katika kuimarisha mambo yako yaliyokufa yapate kuishi tena. Sasa nisikilize mtakatifu wa Bwana. Mara nyingi kuna watu wanapita kwenye hali ngumu. Wanaona kabisa wameshakwama. Wanaona kabisa hawaoni upenyo wa kusogea mahali wanakotakiwa kuwa. Moja ya changamoto kubwa ambayo inalikuta kanisa nyakati tulizonazo na watakatifu wa Bwana hawayaoni matokeo, ni saa ile wanaamua kuenda wenyewe bila Bwana. Sasa leo nimekuambia kwamba mtake Bwana awe pamoja na wewe. Bwana akawa pamoja na wewe, anaruhusu nguvu zake za uwezeshaji zitokee kwako na ziwepo. Bwana akiwa pamoja na wewe anakufunulia vile ambavyo kuweza kuona kwa macho ya kawaida unaviona. Bwana akiwa pamoja na wewe kuna kitu cha kimsaada cha kukushika kusogea mahali ulikotakiwa kukusogea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akiwa pamoja na wewe. Musa akajua kabisa kwenye safari yake kuna mahali hawezi kusogea kaenda kama Bwana hatakuwa pamoja na yeye. Kuna mazingira ambayo yalikuwa yanatokea machoni pake Musa kwenye safari yake ya kuwaongoza wana wa Israeli kutoka Misri kuiendea nchi ya Kanani. Kuna mazingira ambayo kila kiyatazama anaona bila mkono wa Bwana kuwa pamoja na mimi kuna mahali siwezi kusogea. Sasa unamuona Musa anamwambia Bwana, usipokuwa pamoja na mimi usinitoe hapa. Kwa nini? Aliutaka uwepo wa Bwana katikati ya safari yake. Hiki ndicho kitu ambacho mtakatifu wa Bwana nataka tukiombe leo, ya kwamba Bwana awe pamoja na wewe. Ni kweli umeolewa, ni kweli una biashara, ni kweli unamtafuta mchumba, ni kweli una kazi, ni kweli umeajiriwa. Bwana asipokuwa pamoja na wewe kuna mahali hauwezi kusogea, kuna matokeo hauwezi kuyapata. Kwa hiyo leo tunataka tusimame na kuomba kwa nguvu ya kwamba Bwana awe pamoja na mimi, awe pamoja na wewe kwenye kila hatua. Bwana awe pamoja na wewe. Bwana akiwa pamoja na wewe kuna vitu vitatokea kwenye udhihirisho mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitabu cha Mambo ya Walawi 26 ule mstari wa 12 na 13 hapa tunataka tusome, alafu ndipo tuende kuomba.
ule mstari wa 12 anasema hivi, kitabu cha Mambo ya Walawi 26 ule mstari wa 12 na 13 anasema hivi, nami nitakwenda kati yenu, nami nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtakuwa watu wangu. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu niliyewaleta mtoke katika nchi ya Misri, ili msiwe watumwa wao. Niliyowaleta mtoke katika nchi ya Misri, ili msiwe watumwa wao. Nami nimeivunja miti ya kongwa lenu, nikawaendesha mwende sawa sawa. Nisikilize mtakatifu wa Bwana unayenisikiliza saa hii. Bwana anasema nitakwenda kati yenu, naye anasema nitakuwa Mungu wenu. Ni nini ambacho nataka ukitafakari? Kuna jambo la kiagano hapa. Kuna jambo la kimakubaliano hapa, ya kwamba safari yako wewe haiwezi kukupeleka unakotakiwa kwenda kama Bwana hayuko kati yako. Mungu anasema na wana wa Israeli aliyokuwa akiwasafirisha, anawaambia ni mimi natakiwa kuwa kati yenu ili uyaone matokeo. Anasema kuna aina ya agano limekosekana kati ya watu, na ndicho kitu ambacho kinalitesa kanisa. Ni kweli unaimba, ni kweli unaomba, ni kweli ni mwana maombi, lakini kumekosekana agano la kwenda pamoja na Bwana. Limekosekana agano la kutembea pamoja na Bwana. Manake matokeo yanakuwa hayapo. Unakuwa ni mtu mwenye kukaa sehemu moja kwa muda mrefu. Ni kweli huduma unayo, lakini ni huduma isiyo na matokeo, kwa kuwa haina kuzaa na kuongezeka. Kwa sababu kanuni hii watakatifu walio wengi hawaifikii. Sasa unaona Mungu anazungumza na kabila hili la Lawi. Anasema kuna agano lazima likae kati yangu na ninyi. Mimi niwe Mungu wenu na ninyi muwe watu wangu. Manake agano hili na mtembe huu utakwenda kwenye udhirisho ambao mimi nautaka. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kuona yeye Mungu anajitambulisha kama katikati ya agano la kutembea. Mungu huwa ana kanuni ya kujitambulisha. Katikati ya agano la wewe kutembea na Bwana, Bwana huwa ana kanuni ya kujitambulisha. Na ndio naona sasa katika kabila hili la Lawi anasema mimi ni Bwana Mungu wenu. Anajitambulisha, anawaambia ni yeye aliyewaondoa mahali ambako walikuwa wamekwama kwenye utumwa. Anasema ni mimi niliwatoa katika nchi ya Misri. Manake hii ilikuwa ni level ya utambulisho katikati ya watu waliokubali kuwa na agano la kutembea na Bwana. Na mimi ninakuombea katika jina la Yesu ya kwamba kwenye kila unachokifanya tembea na Bwana, ili kudhihirisha vile vitu ambavyo vilitakiwa kuwepo. Kwa hiyo hii nayo ni mbinu na ni kanuni muhimu ya kwamba ukiwa na Bwana kwenye jambo lolote unalolifanya, kila utakachokitamka kitatokea, kwa sababu yeye yupo Bwana wa yote. Kanda rabakoria. Yeye yupo Bwana wa wote. Katikati ya ibada yake yeye yupo. Katikati ya safari yeye yupo. Manake yeye ndiye atakayesababisha vile vyote ambavyo vinatakiwa kutokea kwenye maisha yako vitokee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nami nitaivunja miti ya kongwa. Kwa nini? Manake katikati ya safari yetu watakatifu wa Bwana kuna vizuizi. Kuna makongwa ambayo yanaturudisha nyuma. Kuna makongwa ambayo hayatamani tupige hatua. Kuna makongwa ambayo yanatuweka tukae kwenye roho ya mazoea. Kuna makongwa ambayo yanatusababisha ndani yetu tusiwe na imani. Makongwa. Bwana anasema nitaivunja miti ya kongwa. Kwa nini Bwana alivunja? Kwa sababu yeye kwenye kila hatua yupo. Kwenye kila hatua yupo. Yeye anatembea na wewe. Miti ya kongwa anavunja. Kanda rabakoria. Nasikia ndani yangu kwamba hii ni kanuni ya muhimu. Ni kanuni ambayo tunatakiwa kuiweka kwenye familia yetu. Ni kanuni ambayo tunatakiwa kuweka kwenye biashara. Ni kanuni ambayo tunatakiwa kuweka kwenye kazi za mikono yetu, ya kwamba Bwana akiwa pamoja na mimi, katikati ya kutenda kwangu Bwana atatenda, katikati ya kuongea Bwana ataongea, katikati ya kutembea Bwana atatembea pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe.
Anasema nitaivunja miti ya kongwa. Kumbe ili matokeo yatokee katikati ya kile unachokifanya, lazima Bwana awe katikati yako kama kanuni, ili aivunje ile miti yote ya kongwa, iondoke, iachie njia yako ikiwa wazi, iachie uwanda wako ukiwa wazi, kwa sababu miti ya kongwa inaondolewa. Na maandiko yanasema Bwana hatawaendesha kama anavyotaka. Kwa lugha hii kwamba Bwana atadhihirisha kwa udhihirisho ulio mkubwa, kwa sababu yeye yuko katikati yako. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize mtakatifu wa Bwana, ninapozungumza juu ya makongwa, tafsiri yake ni kile kitu ambacho kinaweza kikakuburuta kurudishwa nyuma. Kongwa kinaweza kukufanya ufanye yale ambao kutakiwa kuyafanya, lakini unayafanya. Ndiyo sasa unaona mtu hatamani kuwa mlevi, lakini anajikuta ghafla kasha vutwa anakunywa pombe. Ghafla anaanza kujilaumu, sikutamani kunywa pombe, lakini nimejikuta nimesha kunywa pombe. Kongwa ndani yake mtu anatamani asiwe mzinzi, lakini kuna mazingira yanatengenezeka yanamfanya awe mzinzi, anakuwa ameshazini. Kongwa manake Bwana anasema nikitembea katikati yenu nitaivunja miti ya kongwa, ambao ndio inawafanya muishi kila ambacho sijataka mkiishi. Bwana Yesu asifiwe. Watakatifu wengi wanaishi kwenye makongwa, ndani ya kanisa wanaishi kwenye makongwa. Ndani ya kazi zetu umeajiriwa, lakini upo kwenye kongwa linalokuburuta kuishi kama ambavyo hautakiwi kuishi. Mtume Paulo akaandika habari hii kwenye kitabu cha Warumi 7, ule mstari wa 15 mpaka 19, utasoma kwa muda wako. Paulo anasema kile nipendacho kukifanya sikifanyi, na kile nisichokipenda ndicho ninachokifanya. Tafsiri yake, kulikuwa na miti ya kongwa iliyokuwa inamrudisha nyuma, anajikuta ameshatenda kila ambacho hataki kukitenda. Maandiko yanasema kwamba anafika hatua anajihesabia kuwa yale anayoyatenda ni sahihi, lakini kumbe sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa lugha nyingine anajikuta kashaanza kuishi maigizo, sio uhalisia wake, kwa sababu ya miti ya kongwa iliyokaa. Na mimi nataka niombe na wewe, mtu wa Mungu aliye hai. Nataka niombe na wewe ya kwamba Mungu havunje kila makongwa ambayo tunaishi nayo. Inawezekana ni kongwa la familia, inawezekana ni kongwa la kazi, inawezekana ni kongwa la kwenye eneo lipo, inawezekana ni kongwa lililoko hapo kwenye kikundi ulichonacho, inawezekana ni kongwa kwenye mahusiano, hauolewi, hauoi, kumbe ni kongwa liko hapo kwa sababu Bwana hujamruhusu kukaa katikati yako. Ndio maana na kuomba kwa kila unachokitenda, kwa neno na kwa tendo, fanya katika jina la Yesu. Tafsiri yake, Yesu atakuwa pamoja na wewe. Nachotaka sahihi tuingie kwenye maombi, tuanze kuomba. Maombi yako yawe hivi: mwambie Mungu akutenge na aina ya miunganiko yote kiroho na kimwili ambao inakufanya kukuburuta wewe usiwe mtu wa matokeo. Wewe uwe ni mtu wa kukaa kwenye mauti, kwenye vitu vya kufa, vitu vyako haviishi tena. Hayo ndio makongwa ambayo tunataka twende kuyaondoa. Nenda mbele za Bwana, mwambie Mungu uliye hai nakuja kwako. Mwambie Bwana wa utukufu, nanyenyekea kwako katika jina la Yesu. Mwambie Bwana wa uweza, ni wewe unayetenda, ni wewe unayefanya, ni wewe uliyeumba, ni wewe uliyeumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Ni wewe uliyenidhirisha kuniumba kwa majira kama haya. Ni wewe uliyenipa huduma ili Bwana majira kama haya niweze kutenda cha kwako. Mwambie Mungu uliye hai, ni wewe uliyenipa kazi, ni wewe uliyenipa watoto, ni wewe uliyenipa kila ambacho ninakiona kwenye ulimwengu wa roho. Mwambie Baba, ninatamani nitembee pamoja na wewe. Mwambie hatua yako na ambayo ya kwangu vitembee pamoja. Mwambie kwa utukufu sio kawaida. Nenda mbele za Bwana, omba mtakatifu wa Bwana kwenye majira kama haya ya ranchi hawa. Bwana aione, Bwana aione imani, Bwana akuone mahali ulipo, Bwana akuone katika level isiyo ya kawaida. Mwambie katikati ya mtembeo wangu, Baba, kuna mahali nimekwama, Baba, kuna mahali sijafika, lakini ni kwa sababu hii kanuni ya kuwa pamoja na mimi sijaifikisha mahali nataka. Mwambie Bwana katikati ya jina lako, katikati ya jina lako, Bwana intervene kwenye kazi unayoifanya. Mpe Bwana nafasi, mpe Bwana nafasi, apite kwenye hiyo familia, apite pamoja na wewe, apite pamoja na wewe kwenye hatua unayoipiga. Bwana awepo katikati yako kwenye hatua unayoipiga. Bwana awepo katikati yako kwenye hatua unayoipiga. Bwana awepo katikati yako katika jina la Yesu.
Yesu. Omba na kuomba, omba na kuomba, omba na kuomba. Omba mtakatifu wa Bwana, mwambie Mungu aliye hai, katikati ya majira ya mchana huu, Baba, kiwe chakula kwangu ili nitoke mahali hapa nikiwa na nguvu ya kutembea na wewe. Mwambie Bwana atembee na wewe. Unajua kuna mahali haujazaa matunda, unaelewa kuna mahali haujatoa matokeo mazuri, lakini ni mtu mwenye uwezo ndani yako. Bwana akiwa pamoja na wewe, kuna mahali na kuona unatembea, kuna mahali na kuona unasogea, kuna mahali na kuona unafika. Baba, katika jina la Yesu, muone huyu mama, muone huyu baba, muone huyu kijana, atembee na wewe kwenye level isiyo ya kawaida. Rapakori ya mashanda, raimanda rabasikata, yepokori ya masika. Gusa Baba, hata yule anayeumwa, mguse mahali alipo. Na mimi ninatamka katikati ya uwepo wako Bwana, wewe unaondoa nguvu za giza, na hizo zikaachie. Achia wateule wa Bwana, achia watu wa Bwana, wakatembee kwa nguvu, wakatembee kwa uweza, wakatembee kwa mamlaka. Baba, pita kwenye njia zao, yaondoe hayo makongwa, hiyo miti ya kongwa, watu ambao wanaishi nazo, watu ambao wanatembea nazo, wengine hawajui. Miti hiyo ya kongwa iachie watakatifu wa Bwana katika jina la Yesu. Omba, 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 omba juu ya hiyo miti, omba juu ya hiyo miti, miti ya kongwa, kongwa la kifamilia, kongwa la kifamilia, kongwa la kikabila, kongwa la kitaifa. Liachie maisha yako, liachie maisha yako. Mwambie Baba, niondolee hilo kongwa, niondolee hilo kongwa, na mimi nifike mahali ambapo natakiwa nizae matokeo katika jina la Yesu. Omba mtu wa Bwana, mahali ulipo omba, 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 omba. Hata ninyi mnaotufuatilia kwenye TV, omba kwa imani, omba kwa imani. Kuna vitu vinakuzuia, kuna makongwa yanakuzuia, sambaratisha kwa uwepo wa Bwana. Mwambie Baba, uwepo wako utanipa kutembea tena, uwepo wako utanipa kusogea tena. Hilo kongwa kanda rabasika rapa koroboshakataya raimandori ya bosiki, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, kongwa la uharibifu likaachie katika jina la Yesu, likaachie katika damu ya Yesu, liachie katika jina la Yesu. Kongwa la uharibifu, kongwa la uharibifu, kongwa la uharibifu. Omba, 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 omba mtauli wa Bwana. Omba katika jina la Yesu, omba katika jina la Yesu, omba katika jina la Yesu, omba katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Bwana yuko pamoja na wewe. Endelea kuomba na muamini ya kwamba Bwana anatenda. Amini ya kwamba Bwana anafanya. Amini ya kwamba Bwana anatenda. Omba, 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 omba. Yuko Bwana katikati yako, hakudhirishie mahali hapo, akutoe mahali hapo. Hayo makongwa yote ambayo yameweza kukukamata kwenye kutembea kwako, yawezekana ni mwanafunzi, ila kuna kongwa la shule mahali pale linakufanya usiwe na matokeo. Omba mahali pale, mwambie Baba, katikati ya masomo yangu niwe pamoja na wewe. Mwambie ninaungana kama Musa ambavyo alisema ya kwamba Bwana, usipokuwa na mimi, usipotembea na mimi, usinitoe mahali hapa. Mwambie katikati ya kazi naoifanya, hili kongwa liniachie, hili nizae matokeo. Kuna vitu vimekufa, Bwana akiwa pamoja na mimi vinaishi tena, vinaishi tena. Vitabirie, vitabirie, vitabirie. Rapa koria manda rabasika, rapa koroboshakataya, raimanda rabasindi, raipo koria mandara, rapa shanda rabasika, katika jina la Yesu. Na uweza wa Bwana, na nguvu za Bwana, na mamlaka ya Bwana yakatembee na wewe katika jina la Yesu Kristo. Bwana awe pamoja na wewe. Wewe sio mtu wa kawaida. Mungu akiwa pamoja na wewe, ndoa yako inainuka tena, biashara yako inainuka tena, kazi yako inainuka tena, watoto wako wanarejea mahali pao katika jina la Yesu. Bwana akiwa pamoja na wewe, kunena kwako kuwe kwa Bwana, kutembea kwako kuwe kwa Bwana, kuona kwako kuwe kwa Bwana. Bwana akiwa pamoja na wewe. Na mimi nataka kamata sadaka yako tuombe, ili tuambatanishe maombi haya. Na wewe ambao uko kwenye mtandao unatufuatilia kwenye TV yetu, na wewe kamata sadaka yako, alafu utaituma kwenye namba ambayo inapita hapo kwenye screen. Neno sadaka ni kitendo cha imani. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya sadaka hii ya shukrani, kwa sababu ya somo hili leo, ikiwa ni siku ya 4 ambalo linaendelea kwenye madhabahu hii. Bwana Baba, hata wanaonifuatilia kwenye TV hii masaa kama haya ya mchana, Baba, kwao ikawe ni njia isiyo ya kawaida. Naomba nguvu yako itembee pamoja nao. Kamata sadaka hii uitakabali
kwenye madhabahu yako ya mbingu Baba ipokee. Iwe ni sadaka inaoleta matokeo na maongezeko juu yao katika jina la Yesu. Na vile vilivyokufa vikaimarishwe kwa nguvu ya kutabiri. Na sadaka hii na iambatanisha na sadaka ya msalaba. Yesu akasema imekwisha. Yesu akasema imekwisha, na juu yao wakaishi katika levo ya kutembea kwamba roho za uharibifu zimekwisha kwao, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akutunze, utembee katika utukufu wa kudhihirisha vitu, na nguvu iwe juu yako kubwa katika jina la Yesu Kristo. Amen.